Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Sasa muda imebaki ndogo sana kwa kufika kwenye sala ya Maghrib na Isha, lakini kabla ya kufunga kikao ya leo nataka kusema kwa hakika niliandaa maagizo kutoka Hazrat Khalifatul Masih ayyadahullahu ta'ala bin Nasr Aziz, ambaye ilikuwa ni muhimu sana ya kuzingatia kwa ajili ya mkutano wetu. Kwanza kabisa, Hazrat Khalifatul Masih ayyadahullahu ta'ala bin Nasr Aziz alisema maksudi na lengo la jalsa salana ni kujirekebisha nafsi yetu na kujenga mahusiano na Mwenyezi Mungu. Maksudi nyingine ya jalsa salana alisema ya kwamba tukae pamoja ili tuzungumze maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kufuata nyayo zake. Kisha Hazur alisema tusikilize hutba mbalimbali kwa ajili ya kuzidisha elimu ya dini na takwa na kuzidisha imani yetu. Hii ni lengo la mkutano. Hazur anasema, Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam anasema, इंसान को चाहिए कि रूहानी पानी को तलाश करे तो वो जरूर उसे पालेगा, और रूहानी रोटी को ढूंढे तो वो जरूर उसे दी जाएगी. Anasema ya kwamba ukitafuta maji ya kiroho lazima utaipata, ukitafuta chakula cha kiroho lazima utaipata. Kisha Hazur anisema tumesanyika hapa kwa ajili ya kuimarisha nizamu ya ukhalifa. Tumesanyika hapa kwa ajili ya kurekebisha vitendo vyetu, na tukijirekebisha vitendo vyetu tunaimarisha nizamu ya ukhalifa, kwa sababu hii ni sharti muhimu sana. Ukifanya vitendo vizuri, nizamu ya ukhalifa utaendelea. Kwa hiyo Hazur alisema ya kwamba tumesanyika hapa kujirekebisha vitendo vyetu. Kisha Hazur alisema jalsa salana ni njia moja ya mahubiri. Kwa hivyo lazima tunyoshe nia zenu, tunyoshe hulka zenu, ili wale watakaohudhuria jalsa salana wasio Ahmadiyya wapate picha yetu nzuri na wafikirie ya kwamba kweli Islamu ni dini ya kweli, Ahmadiyya ni dini, maana yake ni Ahmadiyya ni Uislamu ya ukweli. Kisha Hazur alisema ya kwamba maksudi ya jalsa salana ni kufanya moyo wetu laini, na akasoma aya ya Qur'an, wal kazimin al ghaiza wal afina anin nas, wazuiao ghadhabu na kuwasamehe. Kwa hiyo hii ni lengo moja ya jalsa salana, tujifunze hilo. Lengo lingine Hazur alisema ni rohamao bainahum, na mwenye kuhurumiana wao kwa wao. Hii ni lengo lingine ya jalsa salana. Kama hatujapata hiyo lengo, basi hatujatimiza kufika hapa kwa jalsa salana. Kisha Hazur ayyadallahu ta'ala bin Nasr Aziz alisema
Lengo lingine ya jalsa salana, alisoma aya ya Qur'an, wa ibadur rahman allazina yamshuna ala al-ardi hawnan wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Na watumishi wa Rahmani ni wale wanaotembeeni ardhini kwa unyenyekevu, na wajinga wakisema nao husema amani. Kwa siku moja Hazrat Aqdas Masih Maud alayhi wasallam akakataa kufanya mashindano na maadui fulani, na akaonyesha unyenyekevu. Ufunuo wa Mwenyezi Mungu ikaja, teri ajza na rahe use pasand ai, njia yako ya nyenyekevu Mungu alipenda. Kwa hiyo hii ni lengo la jalsa salana ya kunyenyekea katika maisha yetu. Kisha Khalifatul Masih ayyadahullah ta'ala bin Saliza alisema lengo la jalsa salana kujifunza kusema ukweli ni muhimu sana. Hazrat Masih Maud alayhi wassalam anasema जिस कदर रास्ते के इल्तिजाम के लिए कुरान शरीफ में ताकीद है, मैं हरगिज नहीं बावर कर सकता कि इंजील में उसका ushir भी है. Hazrat Aqdas Masih Maud anasema ya kwamba Qur'an tukufu alisisitiza sana juu ya kusema kweli, ambayo injili haina ile kiwango chochote. Kisha Hazrat Masih Maud alayhi wasallam alisema lengo lingine ya shirikiana kwa jalsa salana ni kwa ajili ya kufanya maombi. Kwa hiyo Hazur alisema ya kwamba lazima kila moja afanye bidii ya kufanya maombi katika siku hizi, na hii ni kama ni kambi la malezi. Siku 3 ni kambi la malezi. Basi tujifunze hapa kufanya maombi zaidi, tushirikiane na tahajjud na tuendelee tufanye maombi zaidi. Kisha Hazur Aqdas ayyadahullah ta'ala bin Salaziz, khalifa wetu, alisema pia, alisema baadhi ya watu wanapiga story sana baada ya wanapopata wakati ya pumziko, wanaendelea kuongea mpaka usiku kucha, na wanashindwa kufika salatul fajr, wanashindwa kufika tahajjud. Kwa hiyo Hazur ayyadahullah ta'ala bin Salaziz alisema sawa, kuzungumza si mbaya, lakini tukae muda mrefu usiku kucha, na ukikosa salatul fajr, ukikosa tahajjud, unapoteza lengo la jalsa salana. Kisha kitu kingine Hazur Aqdas ayyadahullah ta'ala bin Salaziz, naacha nyingi kwa sababu ya muda. Labda hii moja ni muhimu zaidi. Wakati Hazrat Masih Maud alayhi wasallam alikuwa anafanya ile mashindano ya Jange Muqaddas, ile kitabu aliandika Jange Muqaddas kwa kushindana na Wakristo, na wakati ule watu wengi wakasanyika, Ahmadiyya na wasio Ahmadiyya na Wakristo, na wale ilikuwa ni sura ya mkutano fulani. Na wakati ule wale waliofanya maandalizi wakasahau kupeleka chakula kwa Hazrat Masih Maud alayhi wasallam. Ikipita usiku zaidi, Hazur alikumbusha kidogo, alisema kama kuna chochote kwa ajili ya chakula. Sasa wale walikuwa wanafanya maandalizi wakasahau kabisa kupeleka chakula kwa Hazur. Sasa walianza kutafuta chakula, wakashindwa kupata chakula, chakula imeisha. Wakitembea huko sokoni usiku, duka zote wamefunga, chakula hamna. Na walikuwa
wana hali ya hii ya kwamba wakaogopa kusema kwa Sayyidina Ahmad alayhi wasallam kwamba chakula imeisha. Hazur alipopata hiyo habari alisema haina tabu, hebu angalieni jikoni kama kuna zile chapati zilizobaki tu ambayo watu waliacha, wali gumu waliacha, zile laini walikula. To Hazuri Aqdas alayhi salatu wasalam alisema leteni ile tu, haina tabu, ile zilizoachwa ambayo zimebaki tu, ambayo wageni wameacha tu mezani huko kwamba hii sio nzuri. Hazur alayhi salatu wasalam alisema leteni ile ni tosha. Walisema supu hamna, alisema maji tosha. Alitumbukiza ile kulainisha ile na akala. So Hazrat Khalifatul Masih ayyadahullah ta'ala bin Aziz alisema hiyo ndio ni mfano mkuu kwa ajili yetu. Kama hutapata chakula usiogope, hii sio lengo letu ya kufika hapa na kula chakula. Kama chakula imechelewa sana, hakuna haja kupiga kelele. Na mwisho kabisa, safari moja Hazrat Ahmad alayhi salatu wasalam akibainisha umuhimu usio wa kawaida wa jalsa salana alisema, jalsa hii msichukulie kama mikutano mingine ya kawaida ya watu. Hili ndilo jambo ambalo msingi wake umewekewa juu ya kusaidia haki na kutangaza mfundisho sahihi ya Kiislamu. Jiwe la msingi la silsila hiyo ameliweka Mwenyezi Mungu mwenyewe, na ameyatayarisha mataifa yatakayokuja hivi karibuni kujiunga ndani yake. Na bara la Afrika ni uthibitisho ya kweli wa Sayyidina Ahmad alayhi wasallam. Ni taifa ambayo imejiunga baada ya utabiri hiyo. Kwa hiyo Huzur anasema ya kwamba kwani hili ni tendo la yule mwenye nguvu na uwezo ambaye mbele yake hakuna jambo linaloshindikana. Kisha Huzur anasema jalsa hii sio kama tamasha za kidunia za kulazimisha mipango yake, bali kufanyika kwa jalsa hii kuna tegemea kupatikana kwa matunda mazuri. Bila hivyo ni bure tu, ni faida za jalsa hii na athari zake juu ya hulka za watu lazima zionekane. Juu ya hulka yetu athari ya jalsa salana ionekane. Anasema bali maksudio na mazmuni ya mpango wangu ni kuwarekebisha hulka zetu, watu waondokane na maovu, wawe watu wema na wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atusaidie, mimi na kila mwanajumuiya aliyeshirikiana jalsa hiyo, ili turekebishane nafsi yetu, ili tupate faida ya jalsa salana ambayo Masih na Mahdi na khalifa wake alieleza katika maelezo yao. Mwenyezi Mungu atusaidie. Asanteni sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.